Leo ni siku ya pekee ya baraka na neema, na katika hatua tulionayo, kila mtu atumie siku ya leo ipate kuwa ya baraka. Tulianza maombi ya siku 21 na kwa kuwa tuna watu ambao wamekuwa sehemu kubwa ya maombi haya kwa mstari wa mbele sana, nitoe baraka kwa wote, wanaume kwa wanawake, kwa timu zote, kwa kila familia iliyosikia wito na kushiriki. Lakini nichukue nafasi hii kumleta mchungaji ili achukue nafasi ya dakika 15. Amekuwa mstari wa mbele sana kusimama kwa maombi ili azungumze mambo kadhaa kuhusu hatua hii ya maombi. Kama ulifanya hatua isiyokuwa ya bidii, kama binafsi, kama familia, kama kanisa, next time ujumuike, usiache. Inawezekana kuna watu wengine waliopoona imepangwa maombi wakasema ni ya muda mrefu sana, sitaweza. Mpaka naona ni kama tulianza wiki moja tu imeisha. Kwa hiyo nimpe nafasi ya dakika hizi tupokee, then takuja kuzungumza hatua ya kupokea nguvu ya kupaa na kupita juu ya matatizo. Then nitafundisha hatua, kila mmoja atambue ya kwamba leo tunaenda kushiriki. Kwa hiyo pia wakati unasikiliza na unajifunza, uanze kufanya maandalizi kwa ajili ya ushirika wa meza ya Bwana. Na natamani tunaposhiriki meza ya Bwana hii ikawa ya tofauti kabisa kwenye maisha ya kila mtu. Ukavuke na ukabadilike, na kila gamba la asili ya namna yoyote isikae kwako tena, isibaki kwako tena. 2026 nisikie walionielewa wasema amina ya nguvu. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Alafu mgeukie jirani yako, mpongeze, mwambie hongera, mwambie hongera kwa kazi njema uliyoitenda kwa ajili ya Bwana. Mwambie tena hongera. Basi tumshukuru Mungu, tumekuwa na wakati wa maombi ya siku 21 na hatimaye siku ya leo tunatimiza hizo siku 21. Kuhani wa madhabahu Profesa Elia amezungumza ya kwamba tuzungumze kidogo kwa habari ya umuhimu wa maombi ambayo tumekuwa nayo toka siku tulipokuwa tumeanza.
Kwanza tu lazima mimi na wewe tujue kwamba maombi ni kazi ya kiroho. Maombi ni kazi ya kiroho. Amen. Maombi sio kazi rahisi. Maombi sio kazi rahisi, ni kazi ya kiroho. Lakini pia tunapokuwa tumepata msaada wa Mungu kutuwezesha katika hatua ambayo tunaendelea nayo, na kwa kuwa tunamhitaji Mungu, maombi yatakuwa ni kitu kinachoendelea. Ndio jirani, mwambie maombi yatakuwa ni kitu kinachoendelea. Mwambie tena, maombi kitakuwa ni kitu kinachoendelea. Ili kila kitu kifanyike kwa ustawi, ili kila kitu kifanyike kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ili kila kitu kiende katika namna ambavyo Mungu amekusudia na anataka kiende, ni lazima maombi yakae madhabahuni. Maombi yakae wapi? Madhabahuni. Yanakuwa kiti cha mbele, yakikaa kiti cha mbele yanakuwa madhabahuni. Kwa hiyo kama kuna mtu atategea maombi, anategea baraka zake. Ndio mwambie, kama utategea kuomba, unategea kuinuka kwako, unategea kusonga kwako mbele, unachelewesha miujiza yako. Mwambie, unaichelewesha miujiza yako. Amen. Kuna mtu ambaye alikuwa ananipa ushuhuda, ni wiki hii tunayomaliza. Kuna kitu alikuwa amekiona katika ndoto. Alikuwa anaona mtoto ni kama amenyang'anywa, mtoto hamoni. Wakati anarudi afuatilie mtoto yuko wapi kwenye ulimwengu wa roho, akakutana na binti, akamuuliza yule binti, ulimwona mtoto yoyote hapa? Akasema ndio, kuna mzee amemchukua kwenye nyumba lile pale. Akasema nikafuata, analiangalia nyumba, ni nyumba ambayo ni kale, limechoka. Wakati anaendelea, akaanza kumuita yule mtoto kwa sauti, fulani njoo, fulani njoo, fulani njoo. Alikuwa amekazana kuita. Baadaye alitokea babu mwenye fimbo, amevaa, alisema suruali kama nyeusi, kama niko dry, atoa fulani lakini shati nyeupe. Yule mtu alikuja na fimbo, alafu alipokuja na fimbo akanamwambia haipo hapa. Akasema nimemwona hapa, akaendelea kuita. Kwa yeye akaendelea kuita, kwa jina la Yesu fulani njoo, kwa jina la Yesu fulani njoo. Wakati anaendelea kufanya ile hatua, yule mzee akawa anataka kumnyoshia ile fimbo kwa sababu imebeba uchawi. Imebeba nini? Uchawi. Kwa hiyo wakati anainyosha ile fimbo ili aweze, anakuta ile fimbo hawezi kumnyoshia yeye, akamwelekea. Baadaye akaona mtoto akawa ametoka, amekuja, lakini anaita, anaambiwa sauti, anasikia ndani, anaambiwa hakusikii, amefunga ufahamu wake, hawezi kuja kusikia, endelea kuita. Kwa akawa anaendelea, kwa jina la Yesu nisikie, kwa jina la Yesu, anaendelea. Kwa hiyo huyu mzee akawa ameshindwa kupambana naye. Sasa kitu ambacho alianza kuelekezwa, akaambiwa hivi, nguvu unayopambana nayo haina hata sare, haja graduate. Ulimwengu wa roho unapambana na wewe graduate. Kwa hiyo ukisembea hatua ya kwanza, utapambana na ambao hawana sare. Hawana nini? Anaambia kwanza hata hana sare. Sijapenda hata kutaja jina lake, alisema yani ushuhuda usipendi hata kumwambia mtu. Kumbe viwango vyangu vya chini kiasi hiki. Nashinda kupambana tena huyu ambaye hata sare hana. Ina maana hana utambulisho. Si ndio? Hana nini? Utambulisho kwenye ngazi za ulimwengu wa roho. Anasema ni hana hata sare. Anasema ni nikasirika kweli. Lakini akaanza kuambia kwamba utaendelea kupambana hatua kwa hatua, utakutana na walio graduate kwa viwango vya juu. Muulize jirani, umeshamshinda yule ambaye hana hata sare? Namba hii haitoki isipokuwa ni kwa kufunga na kuomba. Wanafunzi wa Yesu kuna hatua ambazo walikuwa wanazifanya, wakawa wanaombea wagonjwa, lakini waliambiwa kuna namna haiwezi kutoka. Kuna matatizo ambayo
ukiliita mara 1000 ni mpaka umeongeza hatua nyingine tena. Sasa hatua nyingine ikiongezeka, tukianza kusemesha hivi, tunapokuwa kwa pamoja inakutia nguvu. Sidhani kama ukiwa peke yako utaamua kwamba nafunga siku 5, nafunga siku kadhaa. Lakini katika kuna nguvu na kuna umoja. Kwa nini? Kwa sababu unapopika, ukiweka kuni, uweke kuni moja ipike maharage, unaweka kuni nyingi zinasababisha maharage kuiva. Kwa wakati tunakutana kwa pamoja, tunamchochea yule mtu wa ndani. Nikibaki peke yangu, naendelea kuwa na ratiba za kuendelea kuchochea. Amen. Ili niweze kufika hatua. Sikia nikwambie kitu. Kuna hatua unaweza ukaja ukasema, mchungaji, mama mchungaji, naomba msaada wa maombi eneo hili. Mchungaji, naomba msaada. Mchungaji ataomba. Ukirudi madhabahu ya kwako, haukufanya kitu chochote, iko vile vile. Utatoka hapa kwenye hii hema uko sawa, hautaweza namna ya kutunza muujiza ambao Mungu amefanya. Kwa kama sitaweza kutunza muujiza ambao Mungu amefanya nikiwa katika hatua ile ya kuombewa, ni kwa sababu mtumishi wa Mungu amefungua ulimwengu wake wa roho. Kwa hiyo akisema baba, naam, baba naitika naam. Kwa mimi na wewe pia tufungue ulimwengu wa roho. Tunapokuwa tumeufungua ulimwengu wa roho, ninapokuja kanisani, mtumishi wa Mungu anapoomba na mimi ninapoenda nyumbani, naendelea kutunza kile kitu ambacho Mungu amekifanya. Kuna wakati unaweza kusema, mbona simuoni Mungu? Mbona Mungu kuna wakati alinitendea, lakini mbona hivi vitu sioni vikiendelea? Kuna hatua kujiwekea, kuna hatua kujiwekea. Haleluya. Kwa ninapotamani kusogea mbele, wakati mwingine kitangazwa, unatakiwa uwe mstari wa mbele, alafu useme nifanye nini niweze kufunga. Wengine walikuwa wanaendelea huko nyumbani, wanaendelea kufunga, wanaendelea kuomba. Lakini fuatilia, jua, kwa sababu kufunga sio faida ya kanisa. Kufunga ni faida ya kwangu mimi, ninafunga. Natengeneza mimi ulimwengu wangu wa roho. Ninapookoka, nimemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, nimeingia kwenye ufalme wa Mungu. Nafunguliwa kitabu ukurasa mpya. Ninapoendelea kumtafuta Mungu, kurasa zangu zinafunguka. Story yoyote ukitaka kusoma lazima kurasa zifunguke. Sasa unafikirije ukiona uko kwenye story uko ukurasa wa kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ukurasa wa kwanza? Ni Lazarus, ni tamu. Unatamani kujua next nini kinachoendelea? Nini kiko mbele yangu? Nini kipo baada ya dakika 2 3? Nini kinaendelea? Sasa nikitaka kujua nini kinaendelea, nisiwe mvivu katika kumtafuta Mungu. Matokeo ya kuwa wavivu kumtafuta Mungu ndio yanatusababisha kunywa mafuta. Na mkono wako wenye nguvu. Amen. Mgeukie jirani, mwambie tena kwa kusisitiza, maombi hayatakoma kwenye hii nyumba. Amen. Maombi hayatakoma kwenye hii nyumba. Mwambie hata wewe ukimbie. Mgeukie jirani, mwambie hata wewe ukimbie maombi. Lakini maombi hayatakoma kwenye hii nyumba. Maombi ndio kwanza yamesaliwa kwenye hii nyumba. Maombi ndio kwanza yamesaliwa kwenye hii nyumba. Haleluya, haleluya. Amen. Twende kwenye Isaya 55 na mstari wa 10, alafu baba atakuja. Isaya 55:10. Amen. Isaya 55:10 neno la Bwana linasema, Amen. maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali unyesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Amen. Haleluya. Amen. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuachilia mvua inayoshuka kutoka mbinguni. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuachilia mvua kwenye maisha yetu. Ile mvua inapokuja, inakuja kushikuza. Inakuja kuinua tena upya. Inakuja kuchukua vilivyokuwa vimekufa. Waliokuwa wanasubiri waone kaburi lako. Sema hivi, msahau. Ongea tu wanasikia, sema msahau. Msahau. Sema tena msahau.
Japokuwa nalisikia neno linaongea ndani yangu. Japokuwa mizizi inaweza kuchakaa mchangani. Inaweza kuwa haieleweki mchangani. Inakuwa haisomeki na hii shina linaonekana limenyauka. Nikitazama